wakanishika nikatokeza, yani hata sijui ni dunia gani sasa, sijai kwenda. Ndio mara ya kwanza kaanza kujiuliza, hapo nishamaliza shule. Nikaanza kujiuliza, huko ni wapi? Hapo pazuri sio kama huko nilipokuwa. Huko ni dunia nyingine nini? Akili mwangu. Sasa kilichonishangaza wakasemaje? Yaani jinsi unavyofikiria ndio hivyo ilivyo. Ndio jibu ni leo walipata. Nikasema au kwa hiyo ni mananilia yale wanasemaga miskule ya wachawi ni yule mwingine akaniambia unavyofikiria utakuja upigwe hapa hapa. Akasema mimi moyo wangu unafikiria mambo mengi. Akasemaje potezea. Baadaye utaenda kumuona nani? Mkuu. Na nikasema sawa. Natetemeka. Pakoje yani kule ulikokuwa? Kule yani ni pazuri. Yani sijui kuna dunia nyingine vitu kama vile. Ila majumba za kule ni 4 tu, magorofa marefu. Marefu ni mapana. Alafu gate la pale ni pana sana. Gate la kuingilia. Yani ni kubwa sana niseme, alafu ina upana mrefu. Kwa hiyo ndio tukavipokelewa pale. Yani kuna mwanga kama hivi jua ama kule hakuna jua. Ila kuna tuseme mimi hata sijuagi. Kuna yani giza ya kati, yani kama bado mnaonana nini hivyo. Ila sio giza la kusema, yani mwanga ni kidogo na giza kama Mbalamwezi. Ile inakuwa ni giza sana la Mbalamwezi. Hamna. Sio kama saa moja hivi. Saa 11 sio? Kama saa 11. Ndio hiyo. Ya asubuhi. Ndio inakuwa sasa hiyo. Kwa hiyo tukafika pale, tukapanda juu, nakwambia hadi nilichoka. Wakasema tukubebe, nikasema mkinibeba mtakuwa mmenisaidia kupanda. Mko mnapandishwa wapi? Ni juu kabisa. Huko gorofani. Tena mwishoni kabisa mwa gorofa. Ndio tukawa tumefika. Kumwangalia tu yule mkuu wao, mimi mwenyewe kama nikatamani ningekuwa kama vile. Yani kuna sijui niseme kwa namna nyingine kama vile vinyota anazo. Anang'aa, afu mzuri kweli. Ila sio baba wa kusema eti ni baba. Bado ni kijana ila sio kijana. Kwa hiyo anaonekana kama vile anaenda kwenye makamu wa baba. Ila alikuwa na mtoto mmoja wa kiume. Kwa hiyo ina maana hebu ngoja. Kwenye yale mazingira ambayo umefika kule, mlikuta pia kuna watu wengine wako kule. Kuna watu kabisa. Shughuli zinaendelea ama yani kama ni mapishi nini? Ila sikuona wapishi wapi. Ali pale nilipokuja kukomaki akili na kuwa mwenyeji wa kule. Kwa hiyo tukawa tumepanda, tukafika kule. Mimi natetemeka tu bado. Wakasema unatetemeka kwani? Nikasema hata sitetemeki. Wakasema sasa tunatakiwa tufanye tusaini. Ila kwenye akili yangu sijui niseme ni akili ya kitoto, sijui vipi. Nikajiuliza tunasaini manini? Nikasema kama vile shuleni wanavyosaini mtihani. Nikasema okay. Sasa walivyonichanganya ni kuanzia kuandika kushoto kurudi kulia. Nikajiuliza sasa mimi naandika aje? Wakaambiwa wale wenzangu waanze. Mimi nikiangalia jinsi walivyoandika, wameandika vizuri kabisa kama Kiarabu. Wenzangu na mimi sasa nimekuja kuandika nimejoronga. Jamani, kama mtoto wa chekechea ndo anaanza kujifunza kuandika. Wakasema safi sana, umeweza kusaini vizuri, umezidi hata wenzio. Mimi nikiangalia sijui, ila nimeambiwa tu tunasaini, sasa sikujua wala sijui kuuliza. Ni kama una saini mikataba. Niliandika kabisa jamani vitu ambavyo havieleweki, lakini ukiangalia wenzao walivyoandika ni vizuri. Ila mimi nikapewa pongezi kwamba umesaini vizuri. Baadaye wakaniambia umekuja na kina nani? Nikasema nimekuja na huyu na huyu. Wakasema unaweza kurudisha ulikotoka. Kwa tumerudi sasa huku duniani. Wakasema mimi tu mngejua mkaniacha kule, unajua ni pazuri. Akili zangu walikuwa wamesemaje? Wao wanapenda sana. Nikasema yani nimetamani ila tu nyamjajua moyoni mwangu. Wakasema sisi ushajua muda mrefu. Sasa kuona mimi nitakuwa najua kila kitu. Wakasema kwani wewe siku hizo utambui kila kitu wanavyokuongea shule najua? Na mimi najua. Nasema siku ya kwanza hiyo. Na siku ya pili ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho kupelekwa, nilikuwa naenda mwenyewe. Siku ya pili nimeenda nikaanza kuzungushwa majumba na majumba. Jamani, siku hiyo sikumaliza hata nyumba kuangalia. Ni kama vile nimeangalia nusu tu. Tuseme ni kama mtu anatembezwa kwenye nyumba, nikakomea nyumba nusu, hata gorofa zima sikumaliza. Kuna magari kule. Kuna magari pia. Na kuna kila kitu. Kwa hiyo nikawa nimeaisha. Nikasema siku nyingine sawa unaweza kuona kagorofa, kata ni kagorofa sawa, lakini kana vyumba vingi. Kuna makundi, watu wapishi, sijui nini, maiti zinawekwa, sijui nini, damu, sisi tunasema ni soda.
Zamani nilikuwa nasema soda mimi. Yaani nikisikia umesema damu huko duniani kwamba majina hunyoga damu, utapata kibao. Utakubali tu. Kwa hiyo ndio yakawa hivyo maisha yangu. Siku zingine nikawa napotea mimi mwenyewe naenda najiongoza. Hivyo. Hadi nikaja nikakabidhiwa. Siku na kukabidhiwa pete. Yani sama tuseme sasa ni kama wao wamekusanyika dunia. Tuseme kama dunia, najua dunia hii na watu wengi. Wakao wengi jamani. Hata wengine kuwaona hawaoni. Sherehe. Kwa watu wengi sana. Yani niseme na wenyewe kama dunia. Na huko walikuwa wanaongea lugha gani labda? Wale kwa mimi nilikuwa sijui Kiarabu, sijui Kiingereza, nilikuwa naongea na Kiswahili. Wanaongea Kiswahili. Ila muda mwingine wanaongea tu lugha yao. Ndio wanatafasiria wanaongea. Rangi tofauti. Yani Waafrika walikuwa wadogo sana hata hawazidi 10. Kwa maisha yangu yakawa hivyo. Siku nakabidhiwa zile pete, nilikabidhiwa tu na kijana. Yule kijana ndo alikuwa anasema hivi ndo mtoto wake. Niseme na Mungu wao kule ndo mtoto wake. Akanikabidhi pete zilikuwa nyingi. Kwa hiyo zile zingine akaanza kunivalisha mikono zote. Akanivalisha hivyo na mimi nikachukua zingine nikaanza kufundishwa. Nikamvalisha. Nimeanza kumvalisha hivyo. Sasa nikamwambia unaweza kwenda nyumbani? Sema naweza. Hapo watu wakiwa wanashuhudia wanashuhudia. Zingine nilipewa kwenye chakachaka nyekundu. Nilikuwa pete zilikuwa nyingi. Kabeba nikasepa nyumbani, nikarudi nyumbani. Tena hata sikupita njiani tu mama wananiona sijua. Nilitokezea tu ndani mwangu nikalala. Nilala nikaja nikafungua mlango nikatoka, nimeshavaa na nguo zingine. Ile zilikuwa nyekundu nikalala. Nikasema jamani nimechoka. Naomba tu maji. Nikanywa maji, akasema hauli. Mimi kwanza nimeshashiba, naongea nini? Akasema umekula wapi? Nilikuwa nimesafiri mimi tu kama mimi nilikuwa nimeenda Mwanza. Akasema umeenda Mwanza saa ngapi wewe? Sasa siwezi nikwambia nilikuwa nimeenda wapi. Akasema sawa. Basi kama umeshashiba siko tunaanzia msosi, kama umeshashiba mwenzetu. Haya. Maisha yangu ndio yakawa kama hayo. Kwanza yani maisha yakazidi nikajikuta na mimba. Mimi nilikuwa sijui kama mimba wanabebaje. Ila nilikuwa najisikia muda mwingine nasikia kichafuchafu, nakuwa namwambia dada yangu kwa sababu yeye labda anajua dalili kwa sababu ameshawahi kuzaa. Akasema wewe una mimba? Nikasema kwani mimba hivi zinakotoga njiani? Swali hilo. Akasema hapana. Labda tuje twende ukapime. Kwenda kupima eti mimba ina miezi 4. Na ukoona kama mna mahusiano ya ndoa? Sikuona. Hakukuwa na mahusiano na yote kule. Hakuna. Ila ukisinzia uone kama hata dalili sina. Yani hata dalili. Na cha kushangaza nilikuwa sijawahi kutembea na binadamu wenzangu sikuona. Nikaenda kupima kweli, wakaniambia una mimba ya miezi 4. Nikawa najiuliza hizi mimba zinakotagwa. Akasema hapana. Nikasema basi potezea. Haya. Kweli siku ya uchungu kabisa unauma. Dadangu alisema kweli hii ni mimba. Wakanipeleka kweli nikazaa watoto wanapacha. Afu uchungu sikusikia na magadi. Sikusikia kabisa. Nikawa nimezaa hivyo watoto wa kike ama wa kiume? Wa kike mmoja na wa kiume mmoja. Watoto walikuwa wakoje yani kwa muonekano wao? Walikuwa ni wadogo tu kama mtu anavyozaa bado mtoto mchanga, ndio walikuwa hivyo. Ila wao walikuwa ni weupe, tuseme sijui wazungu, sijui Arabu, sijui hii ni ishi. Basi labda ni wazungu ili watazamaji waweze kuelewa. Ukajifungulia hospitali. Kabisa. Nikabebesha watoto wangu, dadangu akanisaidia mmoja na mimi nikabeba. Sasa kuwaosha sijuaji, dadangu akawa ananioshea nini hadi watoto wakawa wamekoma sasa. Wameanza kutoka nje, wakaja wakaanza kukaa. Afu wanakuwa faster. Wanakuwa haraka. Wamekaa wameanza kutembea. Nguo zao sasa sikuwahi kufunga hata nepi ya kusema hivi wanavaa hizo watoto, hakuna. Sikuwahi. Na kulala nao nguo, yani walianza kuvaa nguo nyekundu tu. Na zile nguo alikuwa anaitoa sana. Mimi ndo haki yangu kanituma yule ndo baba yao. Na kweli alikuwa ni baba. Yule kijana aliyekuwa amenivalisha zile pete. Ndio alikuwa baba huyo. Kwa hiyo akawa analetewa nguo, kila kitu yani watoto wanachochezea kanaletewa. Kule chumbani kwenye chumba chako ambacho. Ila mtoto alikuwa anatoka nje kabisa anacheza. Na chumba chako ulisema kwamba kulikuwa hawaingii watu wengine. Hakuna mtu kuingia hadi ni waite fulani njoo. Anakuja tena na pengine atakuja kwa kuogopa sana.
Wewe ukaingete kwamba hivi hizi nenda kwenye chumba cha mimi hapa fanya. Kwanza ukifika mlenye vitisho vya hali ya utakuta picha za nyoka, nini, unakuta kabisa nyoka mkubwa live kabisa vile hapo. Wewe unaogopa nini sasa? Mimi sinajua kabisa wenzangu. Naingia shuka yangu yani nikiingia kama sijalala nakuta nyoka wamejipanga pale kama ni wengi afu walikuwa ni wakubwa kabisa. Hivyo utakuta nijivingisha amekaa mwingine amelala. Maana shuka zako kulikuwa zote nyekundu na nyeupe. Katikati ni mviringo mkubwa unachapa ya nyoka. Hizo ndio kama maisha yangu yalivyokuwa. Kila kitu cha ndani wangu ilikuwa chekundu. Nilikuwa sina kitu cha blue, sijui cha pink, sijui cha rangi gani. Nilikuwa sina mavazi yangu, sijui viatu, sijui nini. Wale watoto utakuta wanacheza na wale nyoka. Utakuta wanachezea kila kitu ambacho binadamu mwingine anaona vya kutisha. Utakuta wanacheza. Muda mwingine naweza nikawaacha ndani na kaendelea na mambo yangu. Kwa hiyo watoto wale wakaja wamefikisha miaka 3, baba akaja akawachukua. Alikuomba. Alikuja kuchukua akasema nimejia tu ni watoto kila watakuwa nakuja tunakusalimia na wao wakawa wanajua kwamba huyu ni mama. Au kwa kuweza kuwafahamisha mimi sikuwa nikienda kule siwi na sura kama hii mnaoniona nayo sasa. Labda ni kwenye mnaoniona nilikuwa sina sura kama hii. Kwa hiyo nilikuwa kwa namna moja au nyingine nilikuwa naweza kujibadilisha. Nikafanana nao wale. Unakuwa mweupe. Naenda. Kwa hiyo maisha yakasonga mbele. Kila ninachofanya kinaonekana ni sahihi. Watoto wale ndo mpaka sasa wana miaka 4. Ni wakubwa. Haunao wewe sasa hivi? Kwa mimi sina. Ni miaka mingapi haunao? Sijui niseme miaka mingapi wangu. Nishasahau. Ni muda mrefu pale. Walitolewa wakiwa na miaka mingapi? 3. Kwa hiyo kwa tumeachana hivyo na wale watoto. Ila wakawa wanakuja huku mara kwa mara walikuwa wanakuja sana nilikuwa naishi. Wanakuja kwa mama wao. Watanisimbia mama baba anatufanyia na hivi na sisi tunafurahi ila mama sisi tunakukumbuka tu. Hivyo. Kwa hiyo nakuwa naishi nao wanaongea kabisa. Wanaenda kwa mama zao wadogo si wanasimaga. Huku sasa duniani mama zao wadogo walioko pale nje hapo naishi nao mimi. Wataenda watawasalimia, watamaliza watarudi ndani. Kwa hiyo ndo maisha yangu yakawa hivyo. Hadi wale nyoka walikuwa wanakuja, wanakaa mle ndani. Nilikuwa nalala nao. Nyoka kabisa nalala nao mimi nakuwa katikati. Wakati ule ndugu zako walikuwa wakuulizi kwamba hao watoto wameenda wapi? Sikuwahi kuulizwa kwa sababu zilikuwa najua mimi natunza watoto ndani. Alafu chumbani kwangu sio kwa wengine mara kwa mara. Ila tu walipoacha kuona muda mrefu ndo niliwahi kuhojiwa kwamba watoto wameenda wapi. Nikasema hivi nyinyi hamkumuona baba wao alimwaijia. Wakasema ni kama vile tulimuona mtu mmoja amekuja. Ila tukujua. Ila tuliona toka ukaingia chumbani kwako. Akasema ndo babao. Akasema sawa. Maisha ndio yakaendelea hivyo yakasonga. Ila mwisho wa siku nikasema kwa nini nisiwe nasafiri na mimi nenda kwa wanangu? Bali nikawa nasafiri nenda kwa wale watoto na waangalia kama wako. Kula jamani hawaumwagi. Hakuna ugonjwa. Hakuna homa, sijui hakuna malaria, hakuna. Yaani ni maisha ya kawaida tu. Na kwa kipindi chote hicho vipi ulikuwa unaendelea bado kufanya mambo ya nilikuwa nafanya nilikuwa sijaacha hata kidogo yani hata kusema hivi nilikuwa nafanya hivi basi leo nimeacha. Nilikuwa naendelea hivyo ndio yakawa maisha yangu kwa kutumia zile pete zako. Nilikuwa nafanya kila kitu ila kilichokuja kuwa nashangaza nilikuwa sitamani ndugu zangu lakini watu wengine wanapitia sijui wanafunzi sijui walimu sijui watu mtaani sijui mashikaji sijui nini. Kuna watu wengine kule kuzimu kuna waona wanakuja huko kuja kutembea kutafuta nguvu hiyo. Wale ni kama mastaa ila siwezi nikawataja. Ni kama mastaa tunaonaga wanaimba waigizaji wahubiri wa injili mapasta sijui hao tunao. Mimi nilikuwa nahusika kwa sababu kwa namna nyingine nilikuwa najiweza kujiita malkia. Kwa hiyo ilifikia kipindi ukao umepata cheo kule. Mimi ndo nilikuwa nishapata cheo tangu niko mdogo. Niko na saa 3 nilikuwa nishapewa cheo kule. Na taji ulikuwa unavaa? Ile akina nili wanasema ya Mrs. Jana vaa hapa hapa na wa. Kwa nilikuwa navaa njiani ila kuna siku tu mama mmoja ndo aliniuliza. Nilienda dukani kwake. Nilikuwa dadangu ameniagiza sukari. Kaenda nilikuwa nimevaa vile nilikuwa na mpango wa kwenda kutembea tu sehemu. Hata nilikuwa naondoka sijui naenda wapi.
Akaniuliza, hivi wewe unatoa wapi hizi nguo? Nikasema mimi usimuulize maswali mengi, hizi nguo naenda kununua dukani. Akasemaje, unaweza kuja kunipeleka kwenye hilo duka? Nikasema kwenye duka lile nikikupeleka kuna gharama nyingi sana, kama unaweza kuzitanda kupeleka. Akasema hata mimi sina hizo hela zote. Nikasema basi. Kwa hiyo wale wahubiri wanaokuja kuchukua nguvu kule na wasaidia nguvu wako chini yako sana hata sasa. Yaani wako chini. Walikuwa chini sana kabla kuja walikuwa chini kabisa. Hawezi kukukemea wala kusema. Kuna hata sijui kusema kuniombea, sijui kunihoji maswali. Mimi nilikuwa sijibu. Ila mimi naweza nikakuhoji wewe. Ninawafahamu kabisa, yani ukionyesha je huyu nakutajia. Je huyu nakutajia kwa sababu tu nikimwangalia kwenye paji la uso na alama hiyo. Kwenye uso. Na mimi ndo nilikuwa mhusika mkuu kabisa. Yaani kama ni kukupoa kitu chochote, wewe utatumia maji, wewe utatumia nini? Kila kitu